Naam, tunaendelea na kushirikishana juu ya historia ya taifa pendwa la Marekani. Tumeweza kuangalia kwamba taifa hili la Marekani leo hii ni taifa kubwa katika dunia nzima, lakini sio kwamba lilizaliwa hivyo, lilianza hivyo, kwamba maendeleo yalifumuka tu ghafla hivi. Hapana. Hapo nyuma tumeona historia jinsi lilivyoanza. Tulivyoona watu ambao walitokea Asia, unaona, wakahamia katika taifa hilo miaka mingi sana. Tukaona kwamba ni miaka karibia nyuma ya mwaka 1492. 1492. Nyuma kabisa huko. Watu walihamia kutoka Asia, ambayo leo hii tunasema maeneo ya Urusi kule. Wakaenda kule kuwinda, ufugaji, kilimo, biashara. Naona wakiwa watu wa kawaida kabisa. Na leo hii ni taifa kubwa. Taifa kubwa. Sasa hiyo ilikuwa ni kabla ya taifa la Marekani halijapata uhuru. Na tukakumbushana kwamba hata Marekani walikuwa chini ya wakoloni, walitawaliwa. Lakini pamoja na kutawaliwa, leo hii Marekani ni taifa lenye uwezo mkubwa. Iko siri. Iko siri. Katika kuendelea kujifunza na kukumbushana, tutaijua siri. Na kama Marekani waliweza, bila shaka na mataifa mengine wanaweza au tunaweza. Ndio. Sasa hayo mazungumzo yameisha pita. Ukifuatilia utayaona tulivyoanza pamoja, na nikusii tuendelee pamoja. Kwa leo tutaangalia sasa our Native Americans, wa Amerika weusi, wa Amerika wa asili. Wa Amerika wa asili. Tulisema kwamba walikuwa sio wazungu hao watu. Unakumbuka? Sasa tutaangalia waliishije, walikuwa na mfumo upi wa kuishi. Mfumo wao wa kuishi ulikuwa umekaaje. Leo ndicho tutakacho kiangalia kwa pamoja. Karibu sana tuendelee kuangalia. Kimsingi hawa wa Amerika wa asili, Native Americans, walikuwa na mifumo yao tofauti ya kuishi. Aina kama 5 hivi walivyokuwa wanaishi. Naona siasa haijaja, hakujawepo na mfumo wa siasa, hakujawepo na mfumo wa rais, hawajawa na jeshi, naona hawajawa na polisi, hawajawa na mahakama, lakini walikuwa na mfumo wao wa kuishi. Tuangalie mfumo wa kwanza walioutumia. Ulikuwa ni unaitwa mfumo wa kijamii. Mfumo wa kijamii huu kwa lugha ya sasa ya Kiingereza ulikuwa tunaweza kusema ni council system. Council system. Mfumo wa kijamii. Mfumo wa kijamii bwana ulikuwa na baraza la wazee. Baraza la wazee walikuwepo. Ambao kazi yao kubwa ilikuwa ni kusimamia makabila. Kazi yao kubwa hawa, baraza la wazee, ilikuwa ni kusimamia makabila. Tumeona kwamba walikuwa na makabila mengi sana. Makabila mengi sana. Hawa wa Marekani wa asili, Native Americans. Walikuwa na makabila mengi. Sasa huu mfumo wa kijamii ambao ulisimamiwa na baraza la wazee. Sasa wazee walikuwa na majukumu ya kusimamia haya makabila. Kusimamia makabila. Na wazee walipatikana kwa hekima kabisa. Walitumia hekima sana. Walipatikana pia kutokana na uzoefu wao. Yaani kuwapata wazee hawa ilihitajika hekima sana. Lakini pia uzoefu pia. Kutokana na uzoefu wao, basi wazee waliweza kupatikana katika kuwapata hawa wazee wa kusimamia makabila haya. Lakini pia uadilifu ulihitajika. Walipaswa kuangalia mzee ambaye ni mwadilifu.
mzee ambaye ana uzoefu, naona na mzee ambaye ana hekima. Kwa watu wa namna hiyo, wazee wa vigezo hivyo waliweza kuwa ni viongozi, waliweza kuwa ni wasimamizi wa makabila mbalimbali ya hawa wa Marekani wa asili au Native Americans. Naona lakini pia huo mfumo ulikuwa na maamuzi ulikuwa na maamuzi ambayo maamuzi haya yalifuatana, yalitokana na majadiliano. Yaani kama wanakaa kutafuta maamuzi ya jambo fulani, basi maamuzi haya yalipatikana kutokana na majadiliano. Unaona, ili jambo fulani walitolea maamuzi hawa wazee, basi waliruhusu njia ya majadiliano. Wanakaa, wanajadiliana, wanaelewana, wanapitisha maamuzi. Wanakaa, wanajadiliana, wanaelewana, wanapitisha maamuzi. Pale ambapo ilitokea wasielewane, wanakaa, wanahairisha jambo hilo kwa siku hiyo. Unaona, wanakuja kulikalia kwa siku nyingine. Alafu hatimaye wanapokaa wanaelewana. Unaona? Kwa hiyo walitumia mfumo wa majadiliano. Unaweza kaangalia sasa. Lakini pia hatimaye wanafikia makubaliano. Wanajadiliana mpaka wanakubaliana. Wanafikia consensus. Wanafikia consensus. Unaona? Sasa unaona kwamba walikuwa na mfumo mzuri pia. Mfumo mzuri wa nyakati zile. Lakini pia walikuwa na mfumo mwingine wa pili. Mfumo mwingine wa pili ambao ulikuwa ni mfumo wa machifu. Machifu. Mwanzoni tumeona kwamba walikuwa na uongozi wa kijamii. Uongozi wa kijamii ambao uongozi huo wa kijamii ulikuwa na baraza la wazee. Sasa licha ya baraza la wazee, tunaona mfumo mwingine wa pili walitumia machifu. Machifu au chiefs. Unaona? Kulikuwa na aina mbili za machifu nyakati zile. Kwa hawa Native Americans au Marekani wa asili. Unaona? Walikuwa na aina mbili za machifu. Unaona? Kuna chifu wa amani. Chifu aliyekuwepo wa amani. Unaona? Huyu aliweza kusimamia migogoro ya jamii, kufuatilia migogoro ya jamii inayojitokeza katika jamii, sintofahamu zinazojitokeza katika jamii, matatizo, changamoto ambazo zimejitokeza katika nini? Katika jamii zao. Unaona? Chifu wa amani. Sasa huyo ndiye anaenda kutatua hiyo migogoro na kuiangalia na kuitafutia suluhu. Unaona hao ni wa Marekani wa asili sasa. Kabla halijawa taifa kama la leo. Naona? Lakini machifu wa aina ya pili walikuwa ni chifu wa vita. Chifu wa vita. Huyu chifu wa vita alikuwepo ili kuangalia na kufuatilia na kusimamia usalama. Inapotokea kuna hali hatarishi, inapotokea kuna dalili za hatari, inapotokea kuna kutokuelewana, inapotokea kuna sintofahamu. Yule chifu wa vita ndiye aliyehusika kusimamia maeneo hayo. Unaweza kaangalia, hiyo ni Marekani hiyo ya miaka mingi. Ya miaka mingi iliyopita. Naona kabla halijawa taifa lenye nguvu kama sasa. Kama Marekani waliweza kutoka huko wakafikia hapa walipo, kumbe na wewe unaweza kutoka katika hatua iliyopo leo hii ukafikia katika hatua nyingine ya ushindi mkubwa sana. Kila jambo kumbe ni mchakato, ni process. Maisha ni process. Mafanikio ni process. Ushindi ni process, ni mchakato. Kama Marekani waliweza kutoka kule mpaka leo ni taifa kubwa lenye nguvu duniani. Na wewe unaweza, na mimi ninaweza. Unaweza na mimi ninaweza. Unaona, na taifa lingine linaweza. Kwa hiyo chifu wa vita alikuwepo kwa ajili ya kuangalia usalama katika maeneo yao, katika makabila
yao husika. Naona, na pale ambapo iliwapasa kuingilia kati labda katika vita, basi aliyehusika kusimamia ni chifu wa amani, kupanga mikakati ya vita, kupanga jinsi watakavyoshinda, kupanga jinsi watakavyoshambulia, kupanga ulinzi, kupanga usalama. Alikuwa ni chifu wa amani. Unaweza kaona. Lakini pia walikuwa na mfumo mwingine wa kiroho. Mfumo wa kiroho. Alikuwepo mzee aliyehusika na habari za kiroho. Na wao walifanya maombi, walifanya ibada, naona kumsihi Mungu kutatua matatizo ambayo yalihitaji suluhu ya kiroho. Naona walifikia hatua wakasema, hili jambo linahitaji kumwomba Mungu. Walimjua Mungu sana. Naona katika klipu iliyopita tumeona kwamba hawa watu hawakufundishwa dini na mtu yeyote. Hawakufundishwa dini na mtu yeyote, ila walimjua Mungu kutokana na mazingira yao wanayoyaona, jua, mwezi, nyota. Wakaamini kwamba kuna Mungu. Kuna Mungu, na wakamwabudu Mungu wao, na Mungu wao aliweza kuwajibu na kuwaitikia. Unaona? Kwa hiyo chifu wa kiroho aliweza kusimamia habari za masuala ya kiroho. Hiyo ni Marekani sasa kabla ya uhuru. Ni Marekani sasa kabla ya wakoloni. Naona? Nasema tena na tena kwamba kama Marekani walitoka huko, leo hii wako kama walivyo taifa kubwa la nguvu duniani, basi na taifa lingine linaweza kujikomboa. Na mimi naweza nikajikomboa. Na wewe unaweza kujikomboa. Nasema tena, maisha ni mchakato. Maisha ni mchakato. Hayatokei kwa njia moja kwamba utabadilika leo. Hapana, ni pole pole. Angalia, tujifunze kutokana na taifa la Marekani. Tujifunze kabisa kutokana na taifa la Marekani. Leo hii mataifa mbalimbali, watu mbalimbali wanatamani kabisa. Wanafikiri labda Marekani ilitokea hivi ghafla ikawa ni taifa lenye nguvu. Lakini kusoma historia, unaona kwamba kumbe hili taifa lina historia. Hili taifa lina historia ndefu. Ambayo katika historia hii tunajifunza jambo la kutusaidia. Uliyeko Marekani bila shaka hayo unayajua. Na kama hujayajua basi ndio hivyo tunaendelea kushirikishana. Nikuombe tafadhali, pale ambapo nitasahau, pale ambapo nitasahau jambo, pale ambapo nitasahau jambo au nikalielezea labda kinyume na unavyoelewa, usiwe na ghadhabu. Unishirikishe na wewe, weka comment zako, tunajifunza, tunaelekezana, tunafundishana na kukumbushana. Tuendelee na mfumo mwingine. Walikuwa na mfumo wa uongozi wa kifamilia na koo. Au wazee sasa wana uongozi wa kifamilia kupitia wazee waliokuwepo. Huyu mzee alihusika kusimamia habari za kifamilia na kijamii. Inapojitokeza jambo, basi anahusika kutatua. Wanaitana, wanakaa, wanazungumza, wanaondoa tatizo, wanaweka suluhu na amani na kuwepo. Hiyo ni Marekani. Hawakuwa na jeshi, hawana vita, hawana mahakama, hawana bunge, hawana baraza la mawaziri nyakati zile. Unaona? Lakini waliweza kutumia mifumo hii ya kijamii wakaweza kuishi. Hawa Native Americans, wa Amerika wa asili kabisa. Wanakwenda kuwinda, wanafanya biashara zao, wanalima, wanaishi, lakini bado wanaishi katika mifumo yao mizuri ambayo iliwalinda. Unaona? Lakini leo hii taifa la Marekani limekuwa ni taifa la baraka katika dunia nzima, limekuwa taifa lenye amani katika dunia nzima, limekuwa taifa ambalo limekuwa na msaada sana katika mataifa mengi. Mataifa mengi wanategemea Amerika kupata misaada mbalimbali. Unaona? Lakini Amerika hii iliwahi kuwa katika mifumo ya kawaida, lakini leo hii ni taifa lenye nguvu. Kumbe inawezekana. Kumbe inawezekana. Taifa lako laweza kushinda. Taifa langu laweza kushinda. Kushinda nini? Kushinda hali ya uchumi. Kushinda hali ya uchumi. Hakuna jambo lisilowezekana. Kama Wamarekani waliweza kuwa kama hivyo walivyo, kumbe na taifa lako linaweza. Kumbe na taifa lako linaweza. Kwa mtu binafsi, kumbe tunaweza. Maendeleo ni mchakato. Maendeleo ni mchakato. Tuende kujifunza kwa Marekani. Tuende kujifunza kwa Marekani. Mungu alibariki taifa la Marekani. Mungu amlinde rais wa Marekani. Mungu awalinde Marekani, na Mungu ayalinde mataifa yetu ya Kiafrika.
Tusikate tamaa, na sisi tunaweza. Kama Marekani wanaweza, na sisi tunaweza. Shalom. Asante sana.